Na mtazamaji wa M15 TV, karibu tuzungumze mengi mazuri ya kimichezo. Kama kawaida tuko na Jabir, mwanachama na shabiki wa klabu ya Simba Sports. Tuko hapa baada ya kupata taarifa juu ya kile ambacho kimepostiwa kupitia ukurasa rasmi wa Simba pamoja na Kafu. Shomari Kapombe kuwa miongoni mwa wachezaji ambao watagombania tuzo ya mchezaji bora ya Kafu ile. Mchezaji ambaye amecheza kwa muda mrefu sana, Shomari Kapombe, hatimaye nyote imemwakia. Lakini vile vile klabu yako ya Simba nagombania timu bora ya mwaka. Pale kuna timu nyingi sana pale, lakini mnyama yuko hapo. Jabir, kwanza unaendeleaje? Naendelea vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, ni mzima wa afya. Niko tayari kwa ajili ya kuweza kuchanganua kwa ile ambayo limetokea kwenye michezo, kwa sababu sisi ni watu wa michezo. Likitokea jambo kwenye michezo, inatakiwa tupishane au tuambizane na tujulishane. Na ninashukuru Mungu kwa wakati uliokuja, ni wakati mwafaka, kwa sababu hiyo taarifa imetoka nadhani jana au juzi. Lakini taarifa nzuri ambayo inawahusu washabiki wa Simba na wanachama, lakini pia inamhusu mchezaji mwenyewe, lakini pia inahusu mpira wa miguu wenyewe. Na kwa sababu Kafu anajua jinsi ambavyo wanaweka komenti zao pale na wanaweka taarifa zao, basi hii ya Shomari Kapombe imekuwa ni nzuri na ni bora na ni ya kujivunia. Kusema ile ukweli, kwangu mimi kama Jabiri nasema Shomari Kapombe aendelee kupata changamoto kama hizo au nafasi kama hizo, ili endelee kujiamini, kwa sababu atakapopata taarifa kama hii hata yeye mwenyewe maana yake ataongeza usanifu ndani ya pitch. Tutaendelea kuvuna mazuri akiwa anachezwa. Na sasa hivi kwa ukijua mtangazaji ameshakuwa kapteni wa klabu ya Simba sasa rasmi kwa kuteuziwa na kocha kapteni mkuu baada ya kuondoka Shabalala, basi nafasi akachukua yeye. Kwa hiyo kuna vitu vingi ameongezewa zaidi. Kwa hiyo mimi nina imani tu licha umri wake, lakini siku zote wataalamu wanasema mafanikio yanaweza akaja, hayachagui umri, yanaangalia ni wakati gani sasa yanakuja. Kwa hiyo kwa Shomari Kapombe kusema ukweli anastahili, na mimi nina imani anaweza akashinda kwenye tuzo hii na akachukua bila shida yote. Katikati hapa anagombania na watu wengi, na Fiston Mayele wapo. Rahisi ni rahisi kwa Shomari kupata hiyo tuzo. Kusema ukweli kwa Shomari kuipata tuzo inategemea na jinsi gani sisi wenyewe washabiki wa mpira wa miguu tunaweza kuchangia katika katika kupendekeza baadhi ya kupiga kura, sababu na imani Kafu anadili sana na mashabiki. Na mashabiki wa Tanzania ni wepesi sana kuweza kuchati na mataifa mengine na kuweza kuongeza mle ndani. Kwa hiyo kama tutaamua kama Tanzania kushikamana, tuache Simba na Uyanga, tuendelee kumpigia kura bwana, mimi na imani anapita, kwa sababu wenzetu wa Kongo wanapataga vitu vingi vizuri, kwa sababu wao wenyewe wanajitoa na wao wenyewe wanahitaji kupiga kura. Kwa hiyo mimi naona kama Watanzania tutaamua kumweka Shomari Kapombe pale awe namba moja, anakuwa tu, kwa sababu hapo kuna vitu viwili. Cha kwanza kuna uwezo, cha pili pia kuna bahati. Umeelewa? Cha tatu kuna usubutu wa sisi wenyewe kuamua kuweza kufanyaje kumpigia kura zaidi ili aweze kuwa namba moja sasa, kwa sababu kila nchi imetolewa mchezaji wake mmoja. Kwa hiyo kama Tanzania tunapendana, basi Watanzania wenzangu hususan washabiki wa Simba tufanyeni hivyo kwa wingi, ili Shomari Kapombe afanyaje aweze kuchaguliwa kwa namba moja, kwa sababu atakapotangazwa hakuna mtu ambaye atashangaa kwa umri ambao amecheza Simba, kwa muda ambao yupo anacheza mpira, sababu yeye ni mtu ambaye ametumikia timu ya taifa ya Tanzania kwa mafanikio, lakini pia ametumikia klabu kwa mafanikio, lakini pia hata yeye mwenyewe kwa nidhamu ambayo anayo katika mpira wa miguu. Ukae kujua sasa hivi amebadilishwa jina tena, anamuita Baba Esther, maana yake ana majukumu sasa rasmi. Kwa hiyo mimi nina imani tukiamua Kapombe ashinde, anashinda, na wenye maamuzi yao 100% ni wa Tanzania wenyewe. Tukiamua kwenda katika usaifu wa kupiga kura na kwenda kumpendekeza Kapombe, mimi kwa mimi Jabiri nayaona hayo. Unahisi ni rahisi hapa katikati kuna wachezaji ambao wamefanya makubwa katika michuano ya Kafu. Ukiangalia kina Fiston Mayele mfungaji bora, klabu bingwa pale, na anaendelea kufanya mazito msimu huu tena. Unahisi ni rahisi kwa Shomari Kapombe mbali na kuwa atapigiwa kura nyingi? Sio rahisi, lazima nikiri, kwa sababu waliokuwa mbele yake ni watu ambao kusema ukweli mataifa yao yamejitangaza. Unajua Shomari Kapombe kama atakosa, umeelewa, ni kutokana na utaifa wa Tanzania ulivyo, sababu wa Tanzania tulio wengi tunaongea tufanye vitendo. Sasa mataifa yenzetu yanafanya vitendo, hayaongei sana. Kwa hiyo mimi nina imani sio rahisi, lakini kwa Mwenyezi Mungu anakuaga anasemaga kwamba kila mwanadamu ana cha kwake ambacho anacho, ana kipaji chake. Kwa hiyo Shomari Kapombe kipaji chake ndio kiweza kumwacha ashinde huko, lakini ukiangalia sasa kwa 100%, kusema ukweli ana asilimia zake hata 60
au 55, lakini kwa wenzake wamemzidi zaidi, lakini mimi nina imani bahati aliyokuwa nayo na kwa sasa anachokionyesha na jinsi klabu ya Simba ilivyo mzatiti na alivyokuwa na viongozi bora ambao yuko nao kwa klabu ya Simba na kocha ambaye kwa sasa yupo anavyoweza kumuendeleza ule ubora wake uonekane, mimi nina imani anaweza akashinda kwa asilimia karibuni 90. Shomari Kapombe anaweza akashinda, japokuwa sio rahisi, lakini mimi binafsi nasema ajiamini na sisi wenyewe tujiamini, tunapiga kula anashinda bila wasiwasi. Kwa hiyo kwa hilo mtangazaji, usiwe na shaka kabisa, Shomari Kapombe ni mtu ambaye anastahili kwenda kushinda hiyo tunzo ya CAF. Hata kama atatangazwa yeye kashinda, hata mtu kama Maele atapongeza kwa sababu anajua kabisa kwamba Kapombe ni nani na ameanza muda gani kucheza mpira. Na hivi vitu kama hivi vinatokeaga kwa CAF, alafu vinatajaga watu kama hawa, ndio hao wanashangaga wanashinda, ili iwaendelee kupata nini, morali ya kuhamasisha wengine walikuwa chini wafanyaje, waweze kuongeza uwezo, waonyeshe nidhamu, waonyeshe uwezo, waonyeshe utayari. Kwa mimi nina imani kabisa Shomari Kapombe kwa asilimia karibuni 90 tunzo hii anachukua bila shida yote, na wala sio na shaka. Kikubwa tu endelee kusimama pale aliposimama, aongeze sasa vitu kwenye pitch ili aendelee. Unapotangazwa kuwa umeshinda kwenye tuzo kama hii, lazima klabu yako umeifanyia jambo. Kwa hiyo apambanie sasa klabu ya Simba kwa hii nafasi ambazo zimebakia, tuchukue kombe la ligi kuu, pia tufike hatua hata nusu finali klabu bingwa, lakini vile vile tuchukue na mashindano mengine, makombe mengine ambayo yapo, ili tuweze kuweka uimara zaidi kuweza kumpendekeza Kapombe aweze kushinda tunzo hii. Ndugu mtangazaji, Jabir, mimi nataka tuzungumze kimpira. Unahisi ni kitu gani cha ziada ambacho Shomari Kapombe amekifanya mpaka kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanawania tuzo wachezaji wanaocheza ligi ya ndani barani Afrika? Mimi binafsi ni uwezo alioonyesha kwenye pitch, lakini namba moja ni nidhamu ya kwenye pitch. Sijai kumwona Shomari Kapombe aenda kumkunja refari. Sijai kumwona Shomari Kapombe anamkaidi kocha wake akimuita nje. Sijai kumwona Shomari Kapombe akiwa anapinzana na mwenzake katika kugombania nafasi, aidha kumtoa mchezaji aliyeumia nje au ufanyaji. Mataifa mengine kuna wachezaji wengine ambao hata mchezaji pinzani kakaa chini ameumia, wanakuja wanamnyanyua, lakini Shomari Kapombe hivyo vitu hana. Kwa mimi nina imani kabisa kwamba cha kwanza ni nidhamu aliyokuwa nayo ya kuheshimu klabu yake, ya kuheshimu mpira pia na kuheshimu zile sheria 17 za mpira wa miguu. Cha tatu ni uwezo ambao anaonyesha kwenye pichi toka aanze kucheza mpira mpaka leo. Ukumbuka ashai kwenda hadi Ufaransa huyu, si ndio maana yake kufanya majaribio au kucheza mpira wa kulipwa, lakini pia ijaa bahati akarudi hapa. Kwa ni mtu ambaye kwenye mpira wa miguu anaujua na anauweza na ana imani nao. Kwa hivi vitu ndio naviona Shomari anaweza kufanikiwa katika kuchukua hili tuzo ya CAF. Yeah. Tokeo umemfahamu Shomari Kapombe, Baba Esther, SK12 jina jingine anamuita hivyo. Toka umemfahamu wewe kama Jabir, mwanachama wa klabu ya Simba, ushe kuona kitu cha tofauti kiasi gani ambacho Shomari anacho tofauti na wachezaji wengine ambao wanacheza ligi kuu hapa na au wanaocheza nje ambao lakini wamepita katika ligi yetu ya Tanzania? Mimi binafsi kwenye pichi nimekiona endapo anapiga cross au pasi ya mwisho, endapo anaingia kwenye 18 ya mpinzani, kwa sababu yeye anachezaga namba 2, si ndio? Lakini anapokufikia hatua ameoverlap mpaka amefika katika na hatua ya box la mpinzani, anapofika pale anakuaga na utulivu ambao sijawahi kuona kwa mchezaji mwingine yoyote ambaye anacheza nafasi hiyo. Hata mawinga wenyewe ambao wanacheza nafasi hizo hawaji na utulivu kama Shomari Kapombe. Umeelewa? Ni mtu ambaye tayari ashafunga goli, tayari ashasababisha penalty, tayari ashatoa assist na tayari ashapiga cross nzuri. Kwa hiyo mimi nina imani kabisa kwamba utofauti wa Kapombe na wachezaji wengineo ambao wanacheza kwenye ardhi ya Tanzania na Afrika kwa ujumla ni utulivu mkubwa anapofika kwenye 18 ya mpinzani akiwa na mpira, anajua nifanye nini. Mpinzani wao anajua beki huyu kaja nifanyeje, nitoe assist au nitabishe penalty au nipige shuti. Kwa hivyo Kapombe ndio vitu ambavyo nimeona yuko tofauti na wachezaji wengine ambao anacheza katika nafasi ya namba 2 na kwenye mpira kiafrika kwa ujumla. Ni Shomari ambaye anakuwa na utulivu mkubwa sana anapokuwa kwenye 18 ya mpinzani. Ni anakuaga ni hatari na anakuaga hafanyaga yale makosa mengi. Hata kama mfano kuna ile neno ambalo tunatumia si watu wa mpira kumwaga maji. Endapo yeye anamwaga maji basi anafika kwa mtu ambaye anafaje? Anamuwaza yeye imkute. Na ni kweli unamkuta anamwaga maji haya anamkuta mtu ambaye anafanya nini? Anafunga goli. Kwa hiyo tunaita assist. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo kwa Shomari ndio nimeona utofauti na wachezaji wengine Afrika na Tanzania kwa ujumla mimi binafsi.
Bwana, mimi kulingana na taarifa ambayo nilipata jana na hata wewe pia umeitizama, mbali na Shomari Kapombe pia kutajwa, lakini klabu ya Simba nayo pia inatajwa kuwania tuzo ya klabu bora Afrika mwaka 2025 na ndio klabu pekee ukanda Afrika Mashariki na Kati kutajwa. Tuambie wewe kama shabiki wa Simba, unahisi ni kitu gani ambacho Simba zaidi mmekifanya mpaka kuwa timu pekee kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, yani Afrika Mashariki na Kati ndio timu pekee ambazo imetambulishwa kwenda kugombea tuzo hii, na ndio timu pekee ni kuongezea kitu ambayo katika ukanda huu kwetu imetumia sera ya uwekezaji, sera ambayo FIFA wanaipenda. Unajua katika zile sheria 17 kuna sheria namba 13 inasema klabu yoyote inayoingia katika sera ya uwekezaji basi inakuwa iko mikononi mwa CAF, iko mikononi mwa kwa FIFA. Ni klabu ambayo inafuatiliwa sasa rasmi na baadhi ya mataifa mbalimbali. Kwa hiyo baada ya kuingia katika sera ya uwekezaji sisi ndio tukaanza sasa kuonyesha kwamba sisi ni bora ndani ya nchi ya Tanzania, tuko tayari kucheza mpira wa science. Toka tuanze pale. Kwa hiyo tulivyocheza mpira wa science ndio sasa imefikia hatua mpaka tumeonekana sasa tunastahili kuwa bora, kwa sababu CAF huwa anakuangalia unapocheza dabi ya ndani, unapocheza mashindano ya kimataifa, ni nini ambacho unakifanya kabla. Je, uongozi uliokuwepo unafanya nini? Lakini ukiangalia Simba tukicheza dabi na Yanga, Simba haruki ukuta. Ndio maana yake Yanga anaruka ukuta, Simba haruki ukuta. Kwa hiyo kile kitendo kile CAF anakiona ni kitu ambacho kitakuja kuiona Simba ikaa nafasi hiyo na kuweza kushinda hiyo tunzo. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo mimi binafsi nimeviona vinafaa, kwa sababu unaporuka ukuta maana yake unaika katika imani ya mpira wa miguu. Lakini unapoingia katika mlango sahihi CAF anakuangalia, anajua huyu jamaa anatumia science ya mpira. Sababu science ya mpira tofauti na imani ya nini? Ya mpira wa miguu. Kwa hiyo hicho ndio viongozi wa Simba walichowini na washabiki wa Simba tulichowini. Lakini pia wakati anaanzisha mashindano mapya ya Super League, ni watu pekee ambao ni sisi wanashabiki wa Simba tumepata hiyo tunzo ya mashindano yale kwa kujaza uwanja na kwa kuwa na nidhamu na kuweza kujua kwamba nini maana ya ufunguzi wa uwanja huu. Ndio hicho ambacho mimi binafsi kimeenda kuichagiza mpaka klabu ya Simba inakuwa huko. Hata wenzetu Azamu, Yanga, Singida na timu nyingine kwa ujumla kama zitakuwa zinaiga falsafa ya Simba ambayo anaendesha klabu yake, mimi binafsi tunaweza kufurahi, kwa sababu kaya kujua katika washabiki ambao wamevumilia kuto kuwazungumzia viongozi waya, kuto kugairi kwenda uwanjani ni shabiki wa Simba. Japokuwa tumekaa miaka 4 bila kuchukua taji, lakini kwa mashindano ambayo yanaendelea kuchukua ubora sasa tulikuwa tunafanya vizuri. Ukiangalia mashindano ya klabu bingwa, mashindano ya shirikisho, yote Simba Sports wanafanya nini? Vizuri. Japokuwa kwenye ligi tulikuwa tunafungwa na mtani, tunafungwa kwenye dabi, lakini ikaa tunafanya vizuri katika mashindano makubwa ya CAF na pia kufuata zile sheria 17 na kufuata kanuni za CAF ambazo wanaweka na kuweza kuwa karibu sasa na CAF na TFF kwenye mpira miguu. Hicho ndio tumechagiza, lakini pia lazima tukubaliane kwamba lazima hapa Mo Dewji kama mwanachama klabu ya Simba namba 1 anakuwa anahusika zaidi pale alipotamka kwamba nataka ndani ya miaka 5 baada ya uwekezaji wangu Simba iwe katika nafasi za 5 na ishindane na vilabu vikubwa katika kuchukua wachezaji na kuweza kuboresha na kuweza kuendesha klabu. Mpaka sasa hivi ninachokuambia klabu pekee ambayo inatumia jina la manager sio kocha moja kwa moja ni Simba Sports. Unajua watu wengi sana walichanganyikiwa baada ya Simba akasema tumemwajiri manager wa timu. Sinema wengi wakahisi sasa huyo manager atakuwa ni kocha, atakuwa sio kocha, lakini kitaalamu wenzetu wanachofanya kwamba anatumia jina la manager kutekea ukocha huo. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kimeweza kuichagiza klabu ya Simba mpaka sasa. Ninachokuambia inatangazwa sasa katika nafasi hizo za ubora, sio kwa kupepesa macho, ni kitu ambacho kimefanywa kazi baada ya kuingia katika sera ya uwekezaji. Kuwa na kiwanja chako mwenyewe cha mazoezi kimechagiza pia CAF na kuangalia, kwa sababu ukiwa huna uwanja wa mazoezi wa kwako CAF bado wanakuwa kuangalia, kwa sababu wanahisi zile sheria 17 uzifanyaje, uzifuate. Labda Simba kuwa na uwanja wake wa mazoezi mwenyewe, lakini pia kuweza kuweka ratiba, kuweka katiba ambayo inaruhusu uwekezaji, lakini pia baada ya kuingia katika ile sera ya uwekezaji, lakini pia kuboresha baadhi ya mishahara sasa kulipa katika wakati, aidha ulipo kwa wiki au kwa mwezi. Hicho ndio kitu ambacho kusema ukweli wana Simba wenzangu na wengineo wajue kabisa ndio kimesababisha mpaka tumefikia hatua CAF wanatutangaza kuwa na hii tunzo na tunaweza kuigombania na tunaipata ni ya kwetu. Hivyo vigezo hivyo ndio naamini ndio vimesababisha mpaka iwe hivyo. Kikubwa tu ni wana Simba tuendelee kuenjoy na timu yetu, tuendelee kuisupport timu yetu, tusikubali kitu cha bure katika klabu yetu. Angalau tu hata chochote kile cha klabu yetu kiweke hata 2000 tukatumie kwenye klabu yetu tununue kitu tuweze kulipa. Lakini wasituambie kuna kitu cha bure ndani ya Simba, wasije wakafanya hivi. Na hivi vitu
hivi vinasababisha mpaka Simba mpaka leo inakuwa na hii tuzo ya nini ya CAF, kwa sababu wao hata katika sherehe zao za kuzindua jezi wanakuambia bwana tunaweka kiingilio, hata katika mechi ngumu ambayo tayari tushapoteza ugenini wanaweka viingilio tofauti na timu za wenzetu wengine. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwa viongozi ambao tunao bora, tukiongozwa na Mangungu, tukiongozwa pia na ndugu yetu Ahmed Ally semaji la CAF, lakini pia na tajiri kijana Afrika Mo Dewji, ndio manake wanasababisha hao watu mpaka leo Simba inaonekana iko katika heshima kubwa ndani ya Afrika. Kwa Tanzania ndio kuna baadhi ya watu wanaweza kuitoa heshima, lakini kwa Afrika Simba ina heshima kubwa baada ya watu kuingia msituni na kukubali sasa changamoto ambazo zinatokea na kuzifanyia kazi mpaka hapa tulipo sasa hivi. Nina imani tutaendelea kuenjoy na tunaenjoy, na huu mwaka sasa ambao CAF ametuona, mimi nina imani itakuwa ni mwaka wetu kwa jinsi Simba ninavyoiona walivyosajili na jinsi wanavyocheza mashindano. Inawezekana ikawa ni mwaka wetu kabisa, mwaka wa kupata zawadi za CAF na kuweza kuchukua mataji yoyote, kwa sababu tayari tuna kila aina ya mchezaji ambao tulikuwa naye, lakini pia tuna kocha ambaye ni bora, lakini pia tuna washabiki ambao ni bora, tuna viongozi ambao ni bora. Kwa hiyo tukiunganisha yale mambo tukiita ile Simba nguvu moja, mimi nina imani kabisa kwenye nchi ya hadi tutafika, na mwaka huu CAF atatuona katika mashindano mengi na zawadi nyingi tutachukua za CAF. Wala haina shida kupepesa macho, wala usiwe na shaka mtangazaji. Lakini pia lazima tuwashauri ndugu zetu nao Azam, Singida na Yanga na timu nyingine, hebu igeni basi huu mfumo ambao Simba nao. Ni mfumo bora, mfumo wa kuiachia bodi ya kurugenzi itoe maamuzi, mfumo wa kuiachia mwenyekiti wa bodi afanye maamuzi, mfumo wa kuachia mwenyekiti wa upande wa wanachama afanye maamuzi. Ndio mifumo bora iliyokuepo, sio huku na katibu, siji huku na rais huyo ndio anaenda kusajili mchezaji, rais huyo ndio anaenda kupiga picha na wachezaji, rais huyo ndio analipa mishahara. Hiyo mifumo sio ya maendeleo, ni ya kurudi nyuma. Rais huyo anazidiwa na wanachama na wazee. Yaani unaambiwa wazee eti wanaenda kupanga kwamba Yanga icheze bure, watu waingie bure. Wazee ndio wanapanga. Yaani sio viongozi sasa. Hasa viongozi wa kazi gani? Kusema ukweli, kwa hiki mnachokifanya Yanga ni ngumu sana CAF kuwaona katika mashindano na katika renki zao au kualikwa ni ngumu. Haiwezekani timu ina viongozi na kila kitu. Unaambia wazee wameamua mwaka huu timu ikaingie bure. Sasa timu ya bure, vitu vya bure kwenye mpira wa miguu, FIFA hawataki, CAF hawataki, TFF hawataki. Kwa hiyo hawa wazee ambao wametoa amri washabiki wa Yanga kaingie bure, mimi nadhani wanazidi kujidumaza kwa klabu yao. Waongeacha viongozi ndio wafanye maamuzi, lakini kwa sababu sio timu ya mpira, ni timu ya uhuru, basi hatuwezi kuwalaumu waendelee kuweka bure. Sisi tunataka viingilio. Hivi ingekuwa mechi nyingi, hata wangesema bana kuiona Yanga shilingi 2200 kwenye mechi kama hii ngumu ambao wanaiona kabisa kwamba ni ya kufa na kutoa jasho na damu. Kwa nini watu wasingeingia? Wangeingia wengi na kungekuwa na heshima. Na watu wa mpira tunakasirika vitu vya bure, kwa sababu ukiweka bure kunakuwa hakuna heshima katika mpira. Sasa utaipata wapi heshima wakati umeweka bure, kila mtu aingie bure? Kwa Yanga Afrika mnajiloga wenyewe. Mtaendelea kukamia dabi, mtapata matokeo kwenye dabi, lakini CAF hamtapata tunzo lao wala hamtasogea katika renki za CAF. Mnaweza mkabakia hapa. Kwa hiyo badilikeni, jirekebisheni. Tafuteni uwanja wa mazoezi wa kwenu kama aliokuwa nao Simba. Sinema na tafuteni vitu ambavyo vya mpira vionyeshe ili tayari CAF waendelee kuwasoma, waendelee kuwaona. Mimi binafsi ndio ninachoona katika swala la mpira miguu wa Tanzania. Japokuwa sera haijaachiwa, lakini sisi wenyewe tuonyeshe kwamba tuna nia ya sera ya miguu iachiwe sasa ijitegemee. Hamwezi kuachiwa sera kama nyinyi wenyewe vilabu hamchagizi kuiomba sera iachiwe. Ni ngumu sana, lakini mimi nina imani kabisa kama endapo Simba anachokifanya ingekuwa Yanga naye anakuja humo, nadhani Tanzania sasa hivi ingekuwa ni nchi ambayo inazungumziwa katika mpira hatua za juu sana na hatua kubwa sana. Lakini ukizungumzia mpira wa miguu kwa Tanzania, unaizungumzia Simba ni bora, lakini unakuja kuona Yanga inashusha ule bora, inaingiza watu bure, inazungumza vitu ambavyo sio vya mpira. Wameshaweka hapa kula ng'ombe, supu, yani vitu ambavyo sio vya mpira vimekuwa ni vingi. Japokuwa na waheshimu, lakini wanavyofanya sio vitu vya nini? Vya mpira. Japokuwa kuna mtu ambaye atacomment atasema kwa sababu nafungwa mara kwa mara, ndio maana ongea, lakini hamna. Wewe nifunge, afu nenda kamfunge na National Real. Nifunge, nenda kamfunge na Wydad. Lakini unanifunga mimi, afu tayari huko kwingine unakuwa ukazi unyishi, unaonyesha udhaifu mkubwa. Huwezi kuondoka na huwezi kutoka na huwezi kuingia katika renki za CAF za zawadi yote ya CAF. Yanga Afrika mpaka nchi itapinduka hii, Yanga hataweza kuchukua zawadi yote. Ataendelea kuwa hivi na mwaka huu sasa Yanga Afrika inashuka kwa 100% na ni mbovu. Kwa mwaka huu Yanga ni mbovu. Kila mtu pale atajipigia sasa hivi. Na uhakika hakuna timu
timu ambayo ni mbovu kama Yanga msimu huu. Kuanzia viongozi ni wabovu, wachezaji ni wabovu, mashabiki pia wa Yanga ni wabovu, na mpaka wanachama wa Yanga wazee hawa pia ni wabovu, kwa sababu tayari vitu wanavyozungumza ni vitu vya ovyo, sio vitu vya mpira wa miguu. Sisi watu wa mpira lazima tukemee vitu kama hivi vikizungumzwa na watu ambao hawahusiki katika mpira, wanakuja kuleta imani zao za sio za mpira. Inakuwa sisi tunaumia sana. Waache mpira wa miguu ufanye taratibu zake, sheria 17 ziachiwe zifanye kazi zake, tuione mpira wa miguu uchezwe ili maisha yaendelee. Sasa ukiangalia mwaka huu, ili nikwambie, nikuaminishie kwamba Yanga ni mbovu, wanamtegemea mchezaji mmoja Pacome, si ndio? Maana yake akiumia imeshuka. Kwa hiyo ili mtangazaji uniamini haya, tuombe uzima tu katika ligi hii. Yanga itapigwa, itafungwa, mpaka na timu ndogo itafungwa sana. Licha ya kuonekana kwamba ikifika mechi na Simba anaitolea macho, lakini hizi nyingineo Yanga atakuwa anafungwa sana. Kwa hiyo mimi sina shida, lakini ninaumia kutokana na Yanga jinsi ilivyo. Kwa jinsi alivyoendesha klabu yao, kwa jinsi walivyo, kusema ile kweli sio utaratibu wa mpira miguu kwa Tanzania. Wabadilike, na wabadilike kwenye maandishi, kwenye katiba, wasibadilike kwenye maneno, ili mpira usonge mbele. Lakini kwa viongozi wa Simba, washabiki wa Simba na wanachama wa Simba, niwapo kongole na niwashukuru kwa kuendelea kuisimamia ile sera ya Simba nguvu moja, na sera yetu ya ubaya bwela tunaishi nayo mtaani mpaka sasa. Huu mwaka mtangazaji ni wa Simba Sports, kwenye taji lolote ambalo litashirikishwa Simba taalikwa, tunachukua bila shida. Asante sana. Nashukuru sana ndugu yangu.